Jeshi la Israel limesema kuwa limefanya mashambulizi makubwa katika ukanda wa Gaza, huku wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas ikiripoti kuwa takribani Wapalestina 220 wameuawa. Jeshi la Israel IDF limesema linalenga kile linachokiita shabaha ya ugaidi ya Hamas. Jeshi hilo la IDF limedai kwamba katika kipindi hiki linapambana na Hamas na limesema kwamba limefanya hivi leo mashambulizi hayo ya anga katikati na kusini mwa Gaza na kuwalenga wanamgambo waliokuwa wakijaribu kutega mabomu karibu na vikosi vyake vilivyopo katika ukanda huo. Taarifa hiyo imetolewa baada ya mamlaka ya Palestina kusema kuwa watu zaidi ya 220 wameuawa. Siku ya Jumamosi, Israel ilishambulia pia mji wa Beit Lahia kaskazini mwa Gaza na kuua watu 9, wakiwemo waandishi wa habari 4 wa Kipalestina. Kundi la Hamas limelaani mashambulizi hayo na kuyataja kuwa ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Leo hii watoto wa Gaza wameanza tena kwenda shule katika mazingira magumu, huku mashirika ya misaada yakisema kuwa watoto wengi wa Gaza wanahitaji msaada wa afya ya akili kutokana na madhila waliopitia. Shirika la kimataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limesema watoto 14,500 na walimu 400 wameuawa katika vita hivyo. Mahmoud Abu Wafan, naibu waziri wa mambo ya ndani huko Gaza na afisa wa ngazi ya juu wa usalama wa Hamas katika eneo hilo, ameripotiwa kuuawa pia katika makombora hayo. Hili ni wimbi kubwa zaidi la mashambulizi ya anga huko Gaza tangu kusitishwa kwa mapigano kuanzia tarehe 19 Januari. Mazungumzo ya kuongeza muda usitishaji mapigano Gaza yameshindikana kufikia makubaliano. Nyumba 3 zilishambuliwa huko Deir al-Balah katikati mwa Gaza, jengo katika mji wa Gaza na maeneo ya Khan Yunis na Rafah. Shirika la habari la Reuters limeripoti likitoa mfano wa madaktari na mashahidi walioelezea hayo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz waliamuru mashambulizi hayo siku ya Jumanne asubuhi, kulingana na taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu. Hii inafuatia Hamas kukataa mara kwa mara kuachilia mateka wetu, pamoja na kukataa kwake mapendekezo yote ambayo imepokea kutoka kwa mjumbe wa rais wa Marekani Steve Witkoff na kutoka kwa wapatanishi, ilisema taarifa iliyotoka kwa wizara ya ulinzi. Israel kuanzia sasa itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu ya kijeshi, iliongeza taarifa hiyo. Mpango wa mashambulizi hayo uliwasilishwa na IDF mwishoni mwa wiki hii na kuidhinishwa na uongozi wa kisiasa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulishauriwa na Israel kabla ya kutekeleza mashambulizi hayo. Msemaji wa ikulu ya White House pia aliliambia shirika la Fox News. Wapatanishi wamekuwa wakijaribu kutafuta njia ya kusonga mbele baada ya awamu ya kwanza ya mapatano ya muda kumalizika mnamo Machi mosi mwaka huu. Maafisa hata hivyo walisema operesheni hiyo ilikuwa wazi na inatarajiwa kupanuka zaidi. Israel kuanzia sasa na kuendelea itachukua hatua dhidi ya Hamas kwa kuongeza nguvu za kijeshi, ofisi ya Netanyahu ilisema. Shambulio hilo la kushtukiza lilisambaratisha kipindi cha utulivu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuibua matarajio ya kurejea kikamilifu katika mapigano katika vita vya miezi 17 vilivyosababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 48,000 na kusababisha uharibifu mkubwa kote Gaza. Pia ilizua maswali kuhusu hatma ya takribani dazeni 2 za mateka wa Israeli wanaoshikiliwa na Hamas ambao wanaaminika kuwa bado wako hai. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, tutakujuza ni nini ambacho kinaendelea zaidi kutokana na mashambulizi haya yaliyofanywa na Israel katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mimi ni Adam Hussein, tutaendelea kukujuza mengi. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utaendelea kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.